Huyu ni msimamo wangu mimi, sio wa Simba. Wewe utaamua uchukue upande upi kati ya Afande Sele lakini pia mbunge Asha Baraka lakini pia na Madi wakibadilishana mawazo kuhusiana na marefa wazawa waendelee kuchezesha mechi za Simba na Yanga ama wasiendelee? Mama Asha Baraka anasema hawa marefa tunaendelea kuwadumaza marefa yetu wa ndani, lakini Madi anasema Simba ndo walihitaji marefa hao. Asha anasema inaleta maana kwamba marefa wa Tanzania hawana uwezo. Ni yeye lakini sio wa Simba. Sio wa Simba, huyu ni msimamo wangu mimi, sio wa Simba, sio wa klabu yoyote. Mimi kama mimi dada Asha, mimi mwenyewe binafsi tujaribu kuwajengea uwezo marefari wetu wa ndani. Anza kuanzisha hoja ya kwamba watoke marefa kutoka nje ni nani? Sisi vilabu wote so mnyama. Hapana. Mnyama kwa sababu mnyama alipigwa mara 5 mfululizo. Sababu nini? Itakuwa marefa. Bwana wade wa nje wakaja wa nje. Mnyama akakandwa. Akaja tena wa nje. Mnyama kapata draw. Hizo sababu zilikuja na wakaja wa nje mnyama akashinda. Wakaja wa nje mnyama akachukua kombe. Mbona wakaja wa nje mnyama akachukua kombe. Wakaja wa nje wakaotea draw. Sasa kuna kama wa nje nao kidogo fresh. Simaanishi hivyo bwana. Umesikia? Tatizo Madi yeye anazungumza kiushabiki. Mimi sizungumzi kiushabiki. Mimi pale kwenye marefari sina mjomba, sina kaka, sina nani. Mimi nazungumza kama mzalendo, nazungumza kama Mtanzania. Tufike mahali hata Watanzania wetu kama sisi tuna makosa tujengewe uwezo, ndo hoja yangu mimi. Mimi siko kwenye ushabiki wa mpira. Mimi ambacho naamini nikirudi kwenye ushabiki wa mpira nitakwambia waletwe tu, endelee kuletwa marefa wa nje, endelee hapo, ndo nitarudi kwenye ushabiki. Refari naye ni binadamu. Hata tukimleta refa kutoka juu ya mbingu naye ni binadamu. Kwa mfano hata jana tumeona baadhi ya makosa ambayo yametokea. Nao tumeshikwa miguu nao ni marefa wametoka nje. Mama ngoja basi na mimi niongee, mama ataniua. Nao ni marefa ambao wametoka nje. Yanga jana wamenyimwa penati ya wazi, lakini ule ni refa naye hatuwezi kumpigia makelele kumlaumu. So hata hawa kina Kayoko kina nani nao pia ni binadamu. So makosa yanayotokea uwanjani ni makosa tu ya kawaida ya kibinadamu. Tukishindwa kuwaleta au marefa wa nje, haya tutawaleta marefa gani ili watu wote waridhike? Tuache wao wa nyumbani, tuache wa nyumbani wachezeshe hivyo. Sheria za soka zinafahamika na kanuni zake zikiheshimika, hizo ambazo mimi naamini marefa wa ndani wanazifahamu vizuri sana. Kinachotokea katika hii ya kuleta